Ni viwanja vya Maturubai Mbagala, Dar es Salaam, ambapo hapa leo umefanyika uzinduzi wa kampeni ya msaada wa kisheria ya Samia Suluhu Hassan, ambapo wananchi wamejitokeza kwa wingi wao kufahamu mengi ambayo wanafundishwa hapa ama wanaambiwa hapa. Mgeni rasmi siku ya leo alikuwa ni Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, ambaye amezungumza mambo mengi, na mmoja mambo amezungumza ni uwepo wa matukio mengi ya kikatili katika jamii na wananchi wanakosa uelewa wa jinsi ya kuyatatua. Amewaita waje kwa wingi katika maeneo haya ili wapate ufumbuzi wa changamoto ambazo zinawakumba. Wingi wa wananchi waliojitokeza hapa wanaonesha wana mengi ambayo wanawasumbua, na ndio maana wamekuja hapa kupata tiba mwarobaini kwa yale ambayo yanawasumbua yanapatikana hapa. Ndio maana wamekuja kwa wingi huo. Tunakwenda kuzungumza na wananchi wenyewe, watuambie kile ambacho wanakipitia na jinsi ambavyo huduma hii imekuwa tiba kwao. Mimi kwa upande wangu nimefurahi kwa sababu msaada wa kisheria unasaidia kurahisisha matatizo, yani kupata utatuzi wa kurahisisha matatizo ya wananchi, wanajamii, kwa sababu sio kila mtu mwenye elimu hii, lakini kwa kupitia ajenda kama hizi zinatusaidia. Mimi leo nakuja na changamoto yangu, napopata elimu hapa napata msaada kwa haraka kuliko mimi nikitoka hapa nitaenda sehemu nyingine ambazo sio sahihi. Naweza nikaenda labda kwa mbunge nikaambiwa hapana, sio kwa mbunge, rudi chini, kwa sababu sijui. Ni siku 10 ambazo zimetolewa, na moja ya kitu ambacho kimezungumzwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ni kwamba wananchi wengi wanakuwa wanafikiria kwamba ili uende kwenye masuala ya kisheria lazima uwe na fedha nyingi, lazima uwe na nguvu kisiasa, kiuchumi. Hili ambalo amelizungumza hapa, ninyi mmelichukuaje? Sisi tumelichukua kwa uzuri wake, kwa jinsi alivyoelezea. Kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa namfuatilia wakati anaongea kiongozi. Yani mimi nimetoka nyumbani kwa sababu ya vile ambavyo nilisikia wanavyoelezea, na mimi nikaona kwamba kuna faida ya hiki kitu. Na pengine kwa kutuambia, kwa kutuibia siri, changamoto zipi ambazo zimetawala sana katika jamii? Ametaja baadhi ya makundi ya changamoto ambazo zipo, hasa masuala ya ukatili, masuala ya mirathi. Ni wewe unaishi kwenye jamii, ni changamoto zipi ambazo zinawasumbua sana wanajamii unaziona, na hapa ni mwarobaini wake? Changamoto kwanza mara nyingi wanazokutana nazo ni akina mama, kwa sababu wa baba mara nyingi huwa anatoka. Kwa kuna watoto, umeone, kuna wa mama wanakutana na ukatili, kwa sababu unakuta mtu ana ndoa yake, ana maisha yake, lakini unakuta mwanaume anaacha familia, anamwachia mwanamke, bado ana shughuli nyingine za kutoka nje na bado anakutana na familia, alafu tena na yeye anaendelea na kutoa, yani baba anakuwa hasimami sehemu yake. Na watoto pia unakuta muda mwingine mama anaondoka na waacha watoto nyumbani, kuna ukatili kama hivyo wa kijinsia, ulawiti. Kwa kumaliza, pengine huduma umezionaje katika siku ya kwanza? Huduma mimi kwa utaratibu tu wa kwanza, hivi vibanda vilivyokaa vimekaa kwenye utaratibu mzuri. Ukija hapa unaweza kaangalia sehemu ambayo unahitaji, ambao unaweza kupata msaada kwa haraka. Kwa naona mpangilio tu wenyewe umekaa tu vizuri kabla ya hiyo huduma, yani mpangilio tu wa eneo umekaa vizuri. Mambo ni bol. Mambo ni bol. Ni kwamba kwanza kwa wananchi wali ya chini ina maana kubwa sana, kwa sababu wengi hawezi kufikia ofisi hizo nyingi ambazo zinatoza gharama kubwa, na hii imekuja nyumbani. Kwa kuja nyumbani labda mtu mwenyewe ashindwe, lakini ni jambo zuri na ni jema kwamba watu wengi matatizo yao mengi yatatatuliwa kwa njia ambayo ni rahisi. Ni nauli yako, unafika mahala husika, unapata msaada. Kwa na imani jambo hili kwangu mimi na leo ningekuwa endelevu, yani nifike kitongoji kwa kitongoji, kijiji kwa kijiji, ili lisije likaishia leo baadaye matatizo kazidi kuibuka. Lakini likiendelea namna hii, tunaomba sana Mama Samia aongeze muda mrefu na tupate mawakili wengi na watu wa msaada wa kisheria wengi na wasaidizi wa kisheria wengi, ili wawe trendi kwa ajili ya kazi hiyo tu. Na umeiona siku ya kwanza, siku ya uzinduzi, siku ya kwanza ya kampeni ilivyokuwa, umeridhishwa na mahudhurio ya wananchi katika maeneo haya? Ukweli kwa mwamko ulioonyeshwa leo, ina maana viongozi wametimiza wajibu wao, kianzia labda mjumbe wa shina, mwenyekiti wa mtaa, diwani, mbunge na watu wake wametimiza wajibu wao, wameupiga mwingi. Katika hotuba yake Waziri Mkuu Kassim Majaliwa anataja baadhi ya mambo ambayo yapo katika jamii na watu wanayaficha. Anasema masuala ya mirathi ni moja ya changamoto ambazo zipo. Wito wako kwa jamii ni upi hasa kwenye hili? Mimi nafikiri jamii inapaswa endelee kupata elimu. Cha kwanza, tusiogope kuandika hosia, kwa sababu hosia mtu anaona kama ni uchulo. Sio uchulo, ni jambo ambalo linaweka vitu vyako kuwa wazi na vikakaa katika utaratibu.
kwamba mimi nikifa mali yangu ikae katika mgawanyo huu na fulani apate hiki, fulani apate hiki. Kwa hiyo hatupate shida sisi. Ndio kuzika leo tunajua mali katika utaratibu mzuri ambao tayari ushaacha usia pale. Yeah. Okay, asante sana. Kwa faida ya mtazamaji, pengine tukumbushe jina lako. Mimi naitwa Ponsian Pius Msasa, ni mkurugenzi wa kituo cha msaada wa kisheria cha wilaya ya Ubungo. Asante sana. Tuna pia na moja ya wadau ambao wamefika pia katika kampeni ya tumezindua hapa kampeni ya misaada ya kisheria Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa kwanza kujitambulisha jinsi ambavyo kampeni hii imekugusa kwa namna hivi. Kwanza mimi kwa jina naitwa Abdalla Idrisa Juma, ambaye ni katibu wa taasisi ya Samia Lism wilaya ya Temeke, na pia ni mwenyekiti wa hamasa kanda ya Pwani wa taasisi ya Samia Lism. Umejitambulisha, hiyo Samia Lism ni nini kwa manufaa ya mtazamaji wetu? Samia Lism kazi yetu sisi ni kusambaza foara za mama za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumezielewa na zimetuingia ndani ya moyo zetu na vichwa vyetu, ili tunawaeleza Watanzania wote kwamba hizi foara ni maridhiano, ustahimilivu, mabadiliko, kujenga upya, udugu, upendo, amani, ambazo wanatakiwa wananchi wote tuwe nazo. Shaona? Kwa hiyo tukapewa taarifa ile tokeo, ikabidi tuhudhurie kwa sababu ni jambo la mama. Nimepokea vizuri na pia naamini tatizo langu litaisha na nitaelewa katiba ni nini na sheria ni nini, na uhakika 100% nitapata haki yangu kulingana na maelekezo ambayo nitakuwa nimepewa na viongozi au wana sheria wakuu. Pengine una kisa ambacho kinakusumbua, inaonekana kuna jambo ambalo unalo mpaka unasema hivi, labda kama inakuruhusu, una tatizo na jambo ambalo pengine unatamani kulisema. Ndiyo. Kuna jambo ambalo nilikuwa napenda kulisema ambalo linanisumbua muda mrefu kuhusu sheria. Maana mimi nilikuwa na mtoto ambaye namsomesha kwa darasa la 4. Sasa nilikuwa na nia au lengo la kubadilisha jina kutoka Hekima Edison Hekima Stanley Daniel na libadilike liwe Hekima Edison Daniel. Lakini kutokana na mambo kama hayo nimwendea mkuu wa shule ambapo mtoto wangu anasomea hapo, wakasema hilo tatizo hawezi kulitatua. Ndio maana nilikuwa nimekuja kwa mwanasheria ili anielekeze jinsi ya kufanya ili tatizo langu liishe. Sababu pengine ya kubadilisha jina ni nini? Sababu la kubadilisha jina, majina hayo ya kwanza hayako kwenye mfumo wa vyeti vyangu, ili nilikuwa nataka jina libadilishwe liendane na vyeti vyangu ili mtoto niweze kumsomesha vizuri na afikie malengo makuu, hatimaye au ikiwezekana awe kiongozi mkuu wa taifa na mataifa hadi dunia nzima kwa ujumla. Umeonekana umejipanga kweli, huku umebeba dokumenti zote, uko tayari kwa ajili ya kwenda kupata huduma huko. Bila shaka umejipanga kweli, si haba hii? Hapana. Nimetoka chuo tu. Umetoka chuo? Wewe ni mwanachuo ama ni mtaalamu lecture? Ni mwanachuo, ni mwanafunzi wa chuo cha diploma cha elimu ya dini, yaani nasomea uchungaji. Ndio. Sasa nakushukuru sana mchungaji, nikutakie huduma njema huku katika eneo hili la Maturubai. Nasema kwamba neema imekuja kwa Tanzania. Amina, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, naamini yote yanawezekana, maana Mungu hashindwi neno lolote. Inabidi tushiriki katika jambo la mama. Kwa hiyo tumeona hapa ni uzinduzi wa kisheria wa wanasheria uzinduzi wa kampeni ya kisheria. Ili ni jambo moja zuri sana, kwa sababu tunaona sisi Samia Lism tunatembea mitaani, baadhi ya watu tunaona kikweli wanakandamizwa. Mshafahamu? Sasa mama kwa sababu ni mtenda haki, tunaamini hili ni jambo zuri alilotuletea na ni jambo tunalipokea mikono miwili. Wana Samia Lism tena tunampa kongore. Hizi ni moja ya foara naamini ambazo anazitekeleza rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ndio tukasema kwamba tuko pamoja naye alipo popote mama Samia, sisi tupo. Mimi nakushukuru sana mkuu, nakushukuru sana na nikutakia huduma njema katika mabanda haya. Asante sana. Asante sana. Nashukuru. Na umemsikia huyo, na nikwambie kwamba hapa katika mabanda haya ama katika viwanja hivi vya Maturubai
watu mbalimbali wamefika hapa na tuliambatana pia na mtangazaji mwenza Ismail Kawambwa ambaye naye amekuja hapa. Nataka Kawambwa naye pia atupe tathmini ya kile ambacho amekiona katika maonesho haya ama katika kampeni hii, kile ambacho Ismail Kawambwa amekiona pia, kwa sababu nakwambia hatupo wenyewe hapa, tupo kama timu. Kawambwa, umeshuhudia mafuriko ya watu, unaweza kusema hivyo, watu wana mengi vichwani mwao ya kuyazungumza. Kipi ambacho umeondoka nacho hapa? Hakika nimeondoka kwanza, huduma hii ni huduma ambayo imegusa watu na watu wameitika. Hasa ni hakika kwamba ni jambo ambalo limebuniwa na serikali, limebuniwa na Wizara ya Katiba na Sheria kwa matakwa ya Rais Samia Suluhu Hassan, na hivyo ni jambo ambalo hakika kama viongozi ni watu ambao wanapaswa kuwa wabunifu. Wamebuni jambo ambalo limewagusa watu moja kwa moja, na hiki ambacho tumekishuhudia hapa leo ndio maana halisi ya uongozi unaoacha alama, uongozi unaogusa watu, uongozi unaoacha miuli ya moto ndani ya mioyo ya watu. Na kama ambavyo ulivyowasikia ama kuwatazama wananchi kadhaa waliokuja kupata huduma hapa, wamependezwa namna ambavyo taratibu zilivyowekwa. Mabanda yamewekwa katika mtiririko mzuri, viti vimekuwa vya kutosha, wahudumu wa kutosha. Hakika hata wewe Alfred Kavishe umependezwa na namna ambavyo huduma zimekuwa zikiendelea. Sahihi kabisa, na dhana ambayo ilikuwepo ni kwamba masuala ya kisheria yanahusu watu fulani ambao wamesimama kiuchumi, wamesimama kwenye hadhi. Lakini leo waziri mkuu anasema kwamba hii ni kwa ajili ya wote. Hii ina maana gani kwa jamii? Sawa, hii ni kwa ajili ya wote, ina maana kubwa kwa sababu mpaka sasa hivi huu ni mkoa wa 31 na hii ni kampeni ya awamu ya kwanza, kuna kampeni ya awamu ya pili. Kwa hiyo hii inawagusa wote, kama ambavyo wamezungumza waziri wa Katiba na Sheria. Kuna misingi minne mikuu ambayo imechagiza Mama Samia Legal Aid Campaign kufanyika. Kwanza, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo inaongoza nchi hii. Vyote hivi ni kuhakikisha kwamba Watanzania wanaguswa, haki inakuwa kwa kila mmoja, mnyonge, mwenye fedha, yote anapaswa kupata haki, anapaswa sheria imtumikie katika namna ambayo itamlinda yeye na kumnufaisha. Naam, huyo ni Ismail Kawambwa, mtangazaji mwenza ambaye tumekuja hapa, na umesikia tathmini yake kwenye kile ambacho amekisema kwenye kampeni hii ya misaada ya kisheria ya Rais Samia Suluhu Hassan. Ametoa tathmini yake, lakini umesikia pia kile ambacho wamekisema wananchi ambao wamefika kuja kupata huduma hapa. Mimi ni Alfred Kavishe, Jerome amehusika kwenye kamera, lakini pia tuko na Samuel Swai pamoja na Brown Juma. Endelea kutufuatilia Daily News Digital, tuna mengi kwa ajili yako.